Haleluya. Ni siku nyingine tena Mungu ametupa tuweze kujifunza neno lake. Ninamshukuru Mungu aliyetupa muda huu tena wa kuweza kukaa mbele zake na kulisikiliza neno lake. Tutaenda kuongelea kuhusu mambo unayodharau yanayoweza kukusababishia laana na adhabu kubwa kutoka kwa Mungu. Mambo unayodharau yanayoweza kukusababishia laana na adhabu kubwa kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuombe. Mungu, asante. Asante kwa sababu wewe ni Mungu unayependa tukujue. Unayependa tuishi maisha ambayo wewe ndiye uliyetuumbia. Kwa sababu Mungu, hatukuja kwako tukakuomba utuumbe. Wewe ulituumba kwa ajili yako. Na ndio maana neno lako linasema kabla hata hatujatoka katika matumbo ya mama zetu ulitujua, ulitutakasa, ulitutenga kwa ajili yako. Unasema kabla ya kuwepo misingi ya dunia tulikuwepo, tumechaguliwa. Nina uhakika yako mambo unayotamani tuyajue ili tuweze kukaa kwenye nafasi yetu na kuishi yale maisha uliyotukusudia tuishi ulipotuumba. Ninakuomba ye Mungu katika jina la Yesu Kristo. Kila nguvu za giza, kila nguvu za kipepo za kichawi zinazotaka kusababisha mtu asielewe, mtu asiconcentrate na kusikia, mtu apuuze neno lako, katika jina la Yesu ninakunyamazisha kimya ewe kuzimu, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu tamalaki, tawala, tuongoze tuweze kuelewa na maandiko katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaongelea haya mambo ambayo Roho Mtakatifu amekuwa akinifundisha na kunisisitiza, na leo amenipa neema ya kushirikiana na nyie. Kama nilivyosema, mambo unayoyadharau yanayoweza kukusababishia laana na adhabu kubwa kutoka kwa Mungu. Mtu wa Mungu, yako mambo mengi sana ambayo sisi kama waamini tunaomwamini Kristo, tuliokoka, tunayoishi maisha ya kumpendeza Mungu na tunaishi kwa kusudi la Mungu, yako mambo mengi sana ambayo Mungu aliyasema tusiyafanye lakini tunayafanya, lakini mengine yanaonekana kama ni madogo, ni minor things ambazo hazina madhara. Lakini kumbuka, hakuna dhambi isiyo na adhabu unless hiyo dhambi imetibiwa. Hakuna dhambi isiyo na adhabu labda au mpaka hiyo dhambi imetubiwa. Ndiyo maana leo tumeokoka, lakini tunazidi kuomba rehema na neema kwa Mungu kwa yale maovu ambayo yalitendwa na sisi huko nyuma, yalitendwa na mababu zetu, yalitendwa na baba zetu, yalitendwa na mama zetu, yalitendwa na bibi zetu, mambo ambayo tumejikuta tunarithi ingawa hatukuyafanya. Unakuta umeokoka lakini iko tabia fulani haijaisha, unaendelea kuomba, na ukiangalia hiyo tabia ipo kwenye familia, iko kwenye ukoo wenu. Kwa sababu gani unaendelea kuitubia? Ni kwa sababu unahitaji kutakaswa, unahitaji kubadilishwa, unahitaji yale Mungu aliyoyakusudia kwenye maisha yako yatimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana kuna vitu bado tunaendelea kuviombea. Kwa sababu gani? Vilitendeka huko nyuma na leo tunarithi ule uovu. Kwa hiyo kila dhambi, kila kosa, kila uovu una adhabu yake, una hukumu yake. Ni mpaka unapotubu na ile toba imekubalika mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka wana wa Israeli walivyofanya makosa ya kutengeneza kindama na kukiabudu pale ambapo Musa alichelewa alipoenda mlimani. Baada ya Musa kurudi na kukuta wale watu wametenda dhambi, alipanda tena juu akaanza kuwaombea toba siku 40 bila kula, bila kunywa. Kwa nini? Ile dhambi asingeendelea kutubu kwa siku 40, ile dhambi ingewatafuna.
Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna dhambi isiyotubiwa, lazima itubiwe na Mungu akubali amekusamehe, na ndipo aifute ile adhabu, aifute ile dhambi, na ndipo unasonga mbele. Kwa hiyo kama kila dhambi ina hukumu, basi yale mambo madogo ambayo sisi tunaona ni madogo na kwamba hayana maana, lakini tunayafanya au hatuyafanyi, zile adhabu, yale makosa yana hukumu yake. Mungu hajaweka wazi au utaratibu kwamba ukifanya dhambi fulani utapata adhabu fulani. Ndio maana kuna mambo ukiyasoma kwenye Biblia unajiuliza, hivi mbona Mungu adhabu yake ilikuwa kubwa sana kulinganisha na kosa? Kwa sababu gani? Ni kwa sababu Mungu hajaweka formula, hajaweka utaratibu, hajaweka viwango vya kwamba ukiua utafanya hivi, ukizini utafanywa hivi. Hajaweka. Utasema, mtumishi, mbona Mungu alisema anayezini apigwe mawe afe, anayeua naye auawe kwenye Torati? Ni sawa, Torati imesema hivyo, lakini Daudi alipompeleka mme wa Uria mbele ya vita ili auawe, kwa nini hakupigwa mawe? Kwa nini hakufungwa? Unaweza kusema, mtumishi, Mungu alisema kwenye Torati anayeuawa naye auawe, lakini unaona sio yeye anayefanya. Hizo ni sheria ambazo Mungu aliwawekea wanadamu, akijaribu kuwafanya wanadamu wamche, wawe na hofu na yeye. Ndio maana anayempiga mawe, anayezini, anayempiga mawe, aliyeua sio Mungu, ni watu. Lakini mimi ninaongelea zile adhabu ambazo Mungu yeye mwenyewe anazitimiliza. Kumbuka wana wa Israeli Mungu alivyotuma wapelelezi 12 kwenda kupeleleza ile nchi. Waliporudi walihukumiwa nini? Kifo, kwa kutokuamini. Kwa kutokuamini. Unaona, kwa kutokuamini watu wanahukumiwa kifo. Ndio maana nimesema kwa dhambi Mungu hajaweka formula. Ndio maana unaona Daudi alimuua Uria, akamchukua mke wake, alipanga mipango ya Uria. Okay, Daudi si aliyemuua Uria, lakini alipanga njama, akamweka Uria mbele ya jeshi ili auawe. Uria akauawa. Unamwona Daudi akiuawa? Daudi anaambiwa tu, upanga hautatoka kwenye nyumba yako. Ni hukumu hiyo ya dhambi. Anaambiwa jirani yako atalala na wake zako hadharani. Ilitokea. Absalom alilala na masuria 10 wa Daudi baba yake hadharani. Kasome Biblia. Lakini pointi yangu hapa ni nini? Ni kwamba hakuna dhambi isiyo na hukumu, lakini pia Mungu hajaweka formula. Ndio maana unaweza kusema, huyu mtu amefanya makosa sana, anastahili hukumu kubwa sana. Ukashangaa Mungu hamhukumu. Kwa hiyo kama Mungu hana formula au utaratibu au viwango vya adhabu, ukifanya hiki unafanya hivi, ukifanya hiki unafanya nini, ukimchukia mwenzako unachapwa viboko 10, ukimsengenya mwenzako unafungiwa nje, yeye anajua atahukumu vipi. Kwa hiyo kama ni hivyo, hukumu za Mungu zipo, kuna mambo mengi sana ambayo tunayapuuza na yanaleta athari kubwa sana kwenye maisha yetu pasipo kujua. Bwana Yesu asifiwe. Mfano, jambo mmoja ambalo watu wa Mungu tunalikosea sana, nacho ni nadhiri. Kuweka nadhiri kwa Mungu au ahadi kwamba utafanya kitu kwa Mungu, endapo Mungu atakujibu maombi yako kama ulivyomuomba, au unaahidi kufanya kitu kwa Mungu, mfano kuahidi sadaka au kitu fulani, na usipotimiza, ni mbaya sana. Yaani kuweka nadhiri. Watu wengi sana wanaweka nadhiri mbele za Mungu. Unamwambia Mungu, ukinipa hiki nitafanya hiki.
Mungu ukinifanyia hivi nitafanya hivi. Mungu hii biashara ikifanikiwa nitafanya hivi. Sitatoa fungu la 10 tu, bali sehemu fulani nitaipeleka mahali fulani. Sehemu fulani nitaipeleka kwenye kazi yako fulani. Sehemu fulani nitaitoa sadaka kwa watu fulani. Unaweka hizo nadhiri, unaweka hizo ahadi. Kanisani unakuta watu wanachangisha pale, jamani tunataka kujenga, tunataka kununua viti, tunataka sijui kufanya kazi gani, tuna mkutano wa injili, unajitolea, kila mtu ajitolee haya fulani. Makanisa mengi yanafanya hivyo. Na sio lazima wengine waulize hadharani kwamba fulani utafanya nini, lakini unakuta jamani tuna hiki kitu, kila mtu aweke ahadi. Unaenda pale unaweka ahadi, nitatoa 200,000, nitatoa 1,000,000, nitatoa 300,000, nitatoa 400,000, nitatoa 5,000, nitatoa 2,000, nitatoa 10,000. Alafu hutoi. Hujui kitu unachojitengenezea. Hujui kitu unachojitengenezea. Na wengi sana wamefanya hivi. Wengi sana tunatoa ahadi kwa Mungu, hatuzitimizi. Mimi nilipogundua hili jambo mapema sana baada ya kuokoka, mara nyingi siwi mwepesi kukurupuka. Wanaposema tufanye hivi kwa ajili ya kazi ya Bwana, unaenda kaka unaandika pale, hutimizi. Unajichukulia laana. Ni dhambi mbele za Mungu. Wewe unaenda unamdanganya Mungu nitatoa 10,000,000. Na wengine wako ambao kweli wanaweka ahadi hawapati. Kwa nini unakurupuka? Imani huja kwa kusikia. Kama hujasikia uko ndani, don't do it. Usifanye. Lakini wengi wanaona wenzao wanainuka. Huyu kasema 100,000, huyu kasema 1,000,000, huyu kasema 5,000,000, huyu kasema 20,000, huyu kasema 10,000. Na anasema ngoja na mimi niende. Unaenda unasema, hutimizi. Unamwambia Mungu, Mungu ukifanikisha hii biashara, ukifanikisha hiki, ukinipa mtoto, ukinipa mume, Mungu ukifanikisha hiki, nitafanya hivi. Mungu anakupa, hufanyi. Kumbuka, Mungu hahukumu kwa utaratibu wa kusema ukifanya hiki na kufanyia hivi. Kwa hiyo inawezekana hii nadhiri au ahadi unazoweka kwa Mungu na uzitimizi ndio zinazo kutafuna kwa namna moja au nyingine kwenye jambo ambalo wewe unaomba Mungu akufanyie na hafanyi. Unapopita mchango fulani au harambee kwa ajili ya kazi ya Mungu na wewe unaahidi kutoa kiasi fulani au kufanya kitu fulani lakini hufanyi, unajichumia laana, adhabu wewe mwenyewe bila kulazimishwa. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati 23:21 mpaka 23. Kumbukumbu la Torati mlango wa 23. Mstari wa 21 mpaka wa 23. Mstari wa 23 neno la Mungu linasema, utakapoweka nadhiri kwa Bwana Mungu wako, usiwe mlegevu katika kuiondoa, kwa kuwa Bwana Mungu wako hataacha kuitaka kwako, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi kwako. Tumesema kila dhambi ina adhabu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Kila dhambi inahukumiwa. Kila kosa linahukumiwa. Kila uovu unahukumiwa. Ndio maana tunatubu ili tusihukumiwe. Sasa neno la Mungu linasema unapoweka nadhiri kwa Mungu, usikawie kuiondoa, usikawie kuitimiza. Kwa sababu gani? Anasema kwa kuwa Bwana Mungu wako hata acha kuitaka kwako hiyo nadhiri, hiyo ahadi uliomwahidi, nayo hivi itakuwa dhambi kwako. Hebu kumbuka ni vitu vingapi umeshaahidi unamfanyia Mungu, nadhiri ngapi umeweka na Mungu amekufanikisha, lakini hujaziondoa, hujazitimiza. Ni dhambi, unapaswa kutubu. Mstari wa 22 anasema, lakini ukijizuia usiweke nadhiri, haitakuwa dhambi. Kwani unakurupuka kuweka ahadi? Sio lazima umwambie Mungu ukinifanyia hivi nitafanya, kwa sababu unajitengenezea dhambi. Unamwambia Mungu ukifanikisha hii tenda nikaipata, naenda kujenga kanisa fulani linajengwa pale, nitatoa kiasi fulani, nitanunua viti vya kanisa, nitanunua vyombo vya kanisa, nitafanya hivi, nitafanya vile, nitamfanyia mtumishi fulani vile, nitawafanyia watoto yatima.
wajane fulani nitawasaidia, maskini fulani nitawasaidia. Mungu anafanikisha hiyo kazi, Mungu anafanikisha hiyo tenda, Mungu anakupa hicho ulichosema akikupa utafanya, alafu ufanyi. Ni dhambi. Mstari wa 23 anasema lakini ukijizuia usiweke nadhiri mstari wa 22 na 23 naunganisha. Lakini ukijizuia usiweke nadhiri haitakuwa dhambi kwako. Yaliyotoka midomoni mwako yashike kuyafanya, kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana. Kwa mfano wa ulivyomwekea nadhiri Bwana Mungu wako, ni sadaka ya hiari ulioahidi kwa kinywa chako. Hukulazimishwa, ni hiari. Lakini once unapokuwa hutimizi inakuwa dhambi, utaadhibiwa. Usiwe mwepesi mtu wa Mungu kumwahidi Mungu utamfanyia kitu ufanye. Ni bora ukae kimya. Biblia inasema hakuna haja ya kujichumia hizo dhambi. Na ukisoma tena kitabu cha Mhubiri, hapa ndio imenitisha sana. Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 4 hadi wa 6. Mhubiri mlango wa 5 mstari wa 4 hadi wa 6. Anasema wewe ukimwekea Mungu nadhiri usikawie kuiondoa, kwa kuwa yeye hawi radhi na wapumbavu. Wewe unayeweka nadhiri mbele za Mungu, wewe unayemwahidi Mungu kwamba nitakufanyia hiki, nitakupa kile, nitakutolea hiki ukinifanyia hivi, ukinifanikisha hivi nitafanya hivi, na hutimizi, ni mpumbavu. Unajua upumbavu ni mbaya kuliko ujinga. Ujinga unaondoka, upumbavu hauondoki. Anasema yeye hawi radhi na wapumbavu, basi uiondoe hiyo ulioiweka nadhiri. Mstari wa 5, ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Anatuonya hapa Mfalme Suleiman na hekima zake. Anasema ni afadhali usiweke nadhiri kuliko kuiweka usiiondoe. Ni afadhali usiweke kuliko kuiweka usiiondoe. Haleluya. Hakuna haja ya kuiweka. Ni bora usiweke alafu ni bora usiweke kuliko kuweka ahadi alafu iondoe. Sikiliza mstari wa 6. Usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako, wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa. Yani nimejisahau tu, unajua nilisema, unajua Mungu nisamee, unajua nimepitiliwa. Kwa nini Mungu akukasirikie sauti yako na kuiadhibu kazi ya mikono yako? Umeona vitu viwili vinapigwa. Vitu viwili vinapigwa kwa wewe kuweka nadhiri mbele za Mungu, kwa wewe kuweka ahadi mbele za Mungu alafu utimizi. Acha kumdanganya Mungu. Sio lazima useme. Sio lazima. Mwambie Mungu, naomba unifanikishe hii tenda, nitakushukuru sana. Amen. Usianze kumdanganya Mungu na kumlaghai. Mungu ukinifanikisha, ukinipa mtoto, mwanangu akifaulu, nikiwaolewa, nikioa, Mungu nisaidie hii kazi ifanikiwe, Mungu biashara yangu ikifanikiwa nitakufanyia hivi. Hufanyi. Anakupiga kazi ya mikono yako. Anakupiga kazi ya mikono yako. Si umesoma hapa? Anasema mstari wa 6. Anasema usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Mwili wako utakoseshwa. Mwili wako utapigwa. Maana nyingine, yako magonjwa yatakupata, yako mateso ya mwili yatakupata kwa sababu ya wewe kuweka nadhiri hutimizi. Kwa hiyo kuna magonjwa tunayapata, kuna athari au udhaifu kwenye miili tunaipata kutokana na kumwahidi Mungu, kutokana na kuweka nadhiri kwa Mungu hatuzitimizi. Anasema usikiache kinywa chako kukosesha mwili wako. Mwili unaadhibiwa, mwili unakuwa na adhabu kwa sababu ya kinywa chako kuahidi mbele za Mungu na kutotenda. Anasema wala usiseme mbele ya huyo malaika ya kwamba umepitiliwa, kwani Mungu
akukasirikie? Kwa nini Mungu akukasirikie sauti yako na kuiharibu kazi ya mikono yako? Kazi ya mikono yako ina uwezo wa kuharibiwa na Mungu kwa sababu ulimwahidi, uliweka nadhiri, uliweka ahadi kwamba utatoa kitu fulani kanisani, utafanya kitu fulani kwa mtu fulani, utafanya kitu fulani kwa mtumishi wa Mungu fulani, utafanya kitu fulani kwa watoto yatima au watu fulani au wajane au maskini. Kuna vitu uliahidi mbele ya Mungu kwamba utafanya. Biblia inasema kwa nini Mungu apige kazi za mikono yako? Kwa wewe kuweka ahadi na nadhiri ambazo huzitimizi. Ni bora unyamaze kimya, ni bora usiweke hizo nadhiri, ni bora ukae kimya kuliko unakaa. Anasema kwa nini akupige? Kwa nini apige kazi za mikono yako? Kwa hiyo saa nyingine unakuta biashara yako imepigwa, unakuta kilimo chako kimepigwa, unakuta kazini mwako unapigwa, umeajiriwa, ulikuwa unaenda vizuri, unasifiwa ni mfanyakazi mzuri, lakini ghafla mambo hayaendi. Kwa sababu gani? Ulimwambia Mungu, ukiniwezesha kupata kazi nitakufanyia 1, 2, 3. Umeingia kazini, Mungu amekufanikisha, ile kazi inaenda vizuri, unasifiwa, unaonekana ni mfanyakazi bora, lakini ile ahadi uliyomwahidi Mungu kabla hujapata kazi kwamba utamfanyia, hukufanya. Hiyo kazi inapigwa. Mungu unaanza sasa kuona vitu haviendi, bosi hakupendi tu, kazini hupendwi tu. Uliahidi nini? Hiyo biashara ulimwahidi nini Mungu? Anasema kwa nini Mungu apige kazi za mikono yako? Kwa hiyo kazi za mikono yako zinaweza zikapigwa kwa sababu uliahidi mbele za Mungu, hukutimiza. Unaona biashara haiendi tena. Yaani kile ulichokiahidi hakujakifanya, unapigwa. Tumesoma juu pale kwenye huo mstari wa 6, na mwili unaweza ukapigwa. Kwa hiyo unaweza ukapata magonjwa. Kazi za mikono yako haziendi, unashika hiki hakiendi. Mbona jamani, huyu mtu alikuwa anafanya biashara zinaenda, kila anachoshika kinafanikiwa? Hakifanikiwi kwa sababu ulimwahidi Mungu, nitakufanyia hiki. Ukiendelea kubariki kazi za mikono yangu, hukumfanyia, anapiga kazi za mikono yako. Kama neno la Mungu lilivyosema kwenye kitabu cha Mhubiri tulichokisoma mlango wa 5 mstari wa 4 mpaka wa 6. Mungu anauliza, kwa nini apige kazi za mikono yako kwa wewe kuweka nadhiri ambayo hujaitimiza? Wewe ambaye hutimizi nadhiri, usiwe mwepesi. Inamaliza kazi za mikono yako, inaleta adhabu kwenye mwili wako. Hebu leo Mungu akukumbushe, ni mangapi ambayo umewahi kuahidi na hujatubia? Ukatubu, mwambie Yesu nisamehe, mwambie Mungu ni rehemu, damu yako ikaninenee mema tu kwenye ile nadhiri, ninaitoa. Hivyo unafikiri mama yake Samuel asingempeleka Samuel ingekuwaje? Unakumbuka Anania na Safira walivyoahidi kwamba wanaenda kuuza kiwanja walete, halafu wakaweka hela pembeni baada ya kiwanja kuwa bei juu kuliko waliofikiria? Walikufa. Nimekuambia Mungu, hakuna formula ya Mungu kuadhibu. Anania na Safira walidanganya. Ni wangapi leo wanadanganya kanisani? Ni wangapi wanamwambia Mungu, ukifanikisha mifugo yangu nitatoa sadaka, hawatoi? Kwa hiyo viko vitu vinaweza vikatokea, lakini inawezekana ni dhambi kama za Anania na Safira. Wengine wamekufa ghafla, watoto wamekufa, wao wamekufa, wake wamekufa, vitu vimekufa, hawajui ni ahadi walitoa. Anania na Safira hawakuua mtu, waliongea uongo, walimdanganya Roho Mtakatifu. Yaani wameahidi, kile kiwanja changu pale sijui ni Mbezi, kile kiwanja changu sijui ni Oysterbay, kile kiwanja changu kule sijui wapi, ninaenda kukiuza. Nikikiuza Mungu, nusu ya hela ninakutolea, ni cha 500,000. Unashangaa ghafla Mungu anakipandisha thamani, kinauzwa bilioni, kinauzwa 800,000. Humtolei Mungu nusu. Unatoa nusu ya 500,000 uliokuwa unaipigia hesabu. Kama uliuza 800,000, 400,000 ni ya Mungu. Sio ile 250,000 ya 500 uliokuwa unaipigia hesabu. Alafu unashangaa vitu haviendi. Unakuta mtu anahangaika, Mungu anamsaidia. Usimfanye Mungu mjinga. Kumbuka hiyo siku zote kwamba kosa lolote unalomfanyia Mungu
Adhabu yake anaijua Mungu, sisi hatuijui. Wewe huijui, anaijua yeye. Mungu hana utaratibu kwamba ukiongea uongo utapigwa hivi, ukisengenya utapigwa hivi, ukidanganya utapigwa hivi. Hana huo utaratibu. Mwingine anaweza akaua, akafinywa. Mwingine akasema uongo, akauawa. Sauli hakutii, na Samueli akamwambia dhambi ya kutokutii ni mbaya kuliko uchawi. Yaani yule mchawi unayemwombeaga kila siku afe na unatumia neno la Mungu, imeandikwa usimwache mwanamke mchawi aishi, ni mbaya kuliko wewe ambaye hutii Mungu alichokuambia. Anasema dhambi ya uasi ni kutokutii, ni mbaya kuliko uchawi. Na anasema anapenda utii kuliko sadaka. Wako watu wanaojisifia kwamba mimi ninatoa kanisani, mimi ninatoa kwenye kazi za Mungu, lakini sio watii wa neno la Mungu. Hata kama unatoa mabilioni, you have to obey the word of God. Lazima utii. Kutii ni bora kuliko dhabihu. Hata kama unatoa sadaka gani, kutii ni bora. Sasa Sauli hakutii, aliondolewa ufalme na akafa yeye na nyumba yake. Hivi mna habari kwamba kwa Sauli hakubaki mtu isipokuwa yule kijana aliyekuwa kilema, ambaye Daudi alipokaa akakumbuka wema wa yule rafiki yake Nathan, akasema jamani, yuko wapi? Sauli hakuacha uzao wote. Ndio akaletewa mtoto mmoja kilema ambaye alipata ukilema wakati wanakimbia vita. Sasa hiyo ni kutokutii tu kulimtafuna Sauli na ufalme wake ukararuliwa. Kutokutii. Ni mangapi leo Mungu anasema na sisi tunajua kabisa haya ndio mapenzi ya Mungu, lakini hatuyafanyi. Lakini pia ni mangapi tunaahidi mbele za Mungu tutamfanyia, hatufanyi, tunamdanganya Mungu. Hivi tunajua Mungu anatupigaje? Unajua Daudi alimuua Uria, akachukua mke wa Uria. Unajua aliyepigwa ni nani? Mtoto wa Daudi akafa. Unajua iliingia upanga kutoka kwenye nyumba ya Daudi. Baada ya Daudi kutubu akaambiwa nimekusamehe, lakini upanga utatoka nyumbani mwako. Kasome Biblia watoto wa Daudi walivyokuwa wanakatana. Wanachinjana. Wanabakana wenyewe kwa wenyewe. Sijui kama mnasomaga hivyo vitu kwenye Biblia. Ni uovu aliofanya Daudi. Kwa hiyo inawezekana umepata tu kibali mbele za macho ya Mungu na ile toba unayoifanya, lakini unaweza ukaletea watoto wako shida, ukaleta shida kwenye familia yako, ukaleta shida kwenye ukoo wako, ukaleta shida kwenye kazi yako, ukaleta shida kwenye jamii yako, kwa sababu tu ya kuweka nadhiri, ya kudanganya mbele za Mungu kwamba nitakufanyia kitu na usifanye. Kwa sababu Mungu hachagui anakupigaje, anaamua yeye. Haleluya. Yako mambo mengi. Nimesema tutapitia mambo mengi tu ambayo tunayaona ni madogo, lakini yana athari kubwa sana kwenye maisha yetu. Kuweka nadhiri alafu huitoi ni laana. Ukisoma kitabu cha Malaki 1:14, Malaki 1:14, anasema lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mume akaweka nadhiri, ila amtolea Bwana kitu kilicho na kilema. Kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi, na jina langu latisha katika mataifa. Neno la Mungu linasema, lakini na alaaniwe mtu mwenye kudanganya, ambaye katika kundi lake ana mume akaweka nadhiri, ila amtolea Bwana kitu kilicho na kilema. Kwa maana mimi ni mfalme mkuu, asema Bwana wa majeshi, na jina langu linatisha katika mataifa. Yaani umemwekea Mungu nadhiri, na katika hiyo nadhiri umeahidi kumtolea Mungu sadaka ya kitu kikamilifu. Zamani ukienda kusoma Biblia ilikuwa ukiweka nadhiri unaitoa kwa sadaka ile ya kuchinja ambayo ni ng'ombe dume. Sasa anasema umetoa na umeweka nadhiri. Hata kwenda kwenye kutoa hiyo nadhiri tu unampa kilema,
Yaani una ng'ombe dume mzuri pale, unaona shida na uliweka nadhiri vizuri, hapo juu anasema alaaniwe huyo mtu. Usiwe mwepesi kuweka ahadi, sio kwa Mungu tu, hata kwa watu. Pima. Yesu alisema ndio yako na iwe ndio, na hapana yako iwe hapana. Usikurupuke. Tumetoka kusoma, usikurupuke afu ukasema mdomo wangu umenikosea. Anasema kwa nini ukoseshwe na mdomo? Usiwe mwepesi kuweka ahadi usizotimiza. Usiwe mwepesi kumwahidi Mungu kitu. Acha Mungu akufanyie, lakini usianze kumpanga Mungu na kumdanganya. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo unaona, laana inaweza ikaja juu yako kwa sababu ya kutotimiza nadhiri yako, ahadi yako mbele za Mungu kama ulivyoahidi. Naomba siku ya leo umsihi Roho Mtakatifu akupitishe kwenye maisha yako, akukumbushe nadhiri ambazo umewahi kumwekea Mungu. Ukapiga magoti mbele za Mungu, ukatoa machozi mbele za Mungu, ukamwahidi Mungu, ukamwambia Mungu, ukinifanyia hivi nitakufanyia hivi. Wako walioahidi watoto wao mbele za Mungu. Mungu, ukinipa mtoto, huyu mtoto ni wako, atakutumikia. Huyu mtoto ni wako, wala sihusiki naye, kama Hana alivyoahidi mbele za Mungu. Kumbuke mke wa Elkana aliahidi mbele za Mungu kuhusu Samuel na alitimiza. Inawezekana uliahidi mtoto. Mungu, ukinipa mtoto ninamtoa kwako. Yule mtoto amekuwa, unampangia wewe awe nani? Unaona kabisa mtoto anaelekea kanisani zaidi, mtoto anaelekea kumtumikia Mungu zaidi. Unamlazimisha mtoto wako awe unachotaka. Unasahau kwamba kuna kitu ulimwahidi Mungu. Yule mtoto anafuata maneno yako, anafuata maelekezo yako, bila kujua kwamba wewe uliwahi kumwahidi Mungu huyo mtoto ni wake. Mtoto haishi maisha mazuri. Amesoma lakini amepungukiwa. Ana fedha lakini hana amani, hana furaha maishani, hana furaha kwenye ndoa yake, hana furaha kwenye maisha yake. Watoto wake wa huyo mtoto wako wana shida fulani, hawako sawa. Kumbe ni wewe uliahidi mbele za Mungu kuhusu huyo mtoto. Nimekuambia chochote kinaweza kikapigwa. Mungu anaamua kuadhibuje, hapangiwi adhabu. Anajua yeye anaweza kutuadhibu vipi. Wako watu waliahidi watoto kwa Mungu, wamewalazimisha wale watoto kwenda njia isiyo ya Mungu. Biblia inasema mlee mtoto impasavyo, na hata iache ile njia. Kama ulimtoa huyo mtoto sadaka kwa Mungu, ulipaswa kumlea katika njia ya kumtumikia Mungu. Hukupaswa kumwacha azurure. Hukupaswa kumwacha aende anakoona yeye ni sawa. Ukisema atakuja kubadilika, tusikia. Wewe si unayemlinda huyo mtoto. Huyo mtoto anaweza akaangamia huko anakoenda na kupotelea huko. Anza kumlea mtoto wako vile ulivyoahidi mbele za Mungu. Sasa Hana alimpeleka hekaluni. Haikujalisha mtoto ana umri gani. Biblia inasema alivyoachisha kumnyonya tu, alimpeleka hekaluni kwa kuhani Eli. Kwa sababu angeendelea kukaa nje, angepigwa. Hujui nini ambacho kingempata Samuel. Leo hii tumeahidi mbele za Mungu kuhusu watoto, lakini sisi ndio wa kwanza kuwatoa watoto kwenye ile ahadi tuliyomwahidi Mungu. Tukishindana na watoto wa watu wengine, yule ni dokta na mimi wangu awe dokta, yule ni lawyer, mtoto wa fulani ni lawyer na wakwangu atakuwa lawyer, yule wa mtoto yule ni mfanya biashara mkubwa na mwanangu atakuwa mfanya biashara, yule wa fulani. Wewe uliahidi nini mbele za Mungu kuhusu huyo mtoto? Uliahidi nini ulipompokea huyo mtoto mikononi mwako ukambeba? Wewe baba, wewe mama, wakati mwingine wa mama wanaongea maneno magumu sana watoto wanapokuwa matumboni mwao. Wanawaongelesha, wanamdanganya Mungu, nikijifungua salama, huyu mtoto ni wako, atakutumikia. Mungu, huyu mtoto nimekupa. Yule mtoto anapozaliwa tu, unaanza kumtengenezea mazingira ya kwako. Sawa, huyo mtoto atasoma. Sawa, huyo mtoto atafanikiwa kifedha. Lakini kumbuka, fedha
sio kitu. Utajiri kusoma, maisha yanayoitwa mazuri kwenye hii dunia, bila Mungu, bila kutembea kwenye kusudi la Mungu, bila kuwa na Mungu alipo, hayana faida. Mfano wangu ninaotoa siku zote wa haya mambo ni Abraham. Biblia inasema Abraham alikuwa tajiri sana. Hakufurahia maisha kwa sababu hakuwa na mtoto. Anamwambia Mungu, mimi naenda, atakayerithi hizi mali zote nilizo nazo ni mfanyakazi wangu. Sina mtoto. Mungu anamwambia nitakupa mtoto. Kwa hiyo usione sijui kwa sababu umefanikiwa sana, basi Mungu ameshakufanikisha na yule mtoto amefanikiwa, amesoma, ana kila kitu. Ahadi ya Mungu iko pale pale. Ulimwahidi Mungu nini juu ya hiyo kazi yako? Uliahidi nini pale kanisani mbele ya madhabahu na mchungaji akakuwekea mikono akakuombea? Uliahidi nini? Yamkini hicho kitu ndio kinachokupiga leo. Yamkini hicho kitu ndio kimesababisha mharibu anaharibu watoto wako, anaharibu kazi zako, anaharibu mifugo yako, anaharibu mashamba yako. Kila unachoshika huoni hela inakoenda, huoni mafanikio ya hicho unachokifanya. Uliahidi nini? Muombe Roho Mtakatifu akukumbushe. Mbona una fedha, una kila kitu, lakini huenjoy maisha? Hufurahii, huna amani na ndoa yako. Watoto wako hawana amani kwenye ndoa zao. Huoni furaha usiku na mchana, umejawa na mawazo, umejawa na hofu, umejawa na mashaka, huna amani, huna furaha. Yamkini kuna kitu ulimwahidi Mungu hujakitimiza. Mungu akusaidie. Mungu anisaidie na mimi nikumbuke. Tutubu mbele za Mungu. Tuombe rehema mbele za Mungu. Mungu turehemu. Mungu tusamehe. Sisi tumeongea bila kufikiri, tukashindwa kunyamaza tu, tukaweka ahadi mbele zako ya kwamba ukitutendea hili, ya kwamba ukitufanyia lile, ukitupa mume mzuri, ukitupa mke mzuri, ukitupa watoto, ukitupa kazi nzuri, ukifanikisha biashara zetu, ukifanikisha lile, tukiotesha mazao ya kazaa sana, Mungu tutakutolea hiki, tutakufanyia kile. Lakini hatujafanya. Tumekudanganya. Nimekudanganya sana Mungu. Naomba unirehemu, naomba unirehemu. Naomba unirehemu. Naomba mrehemu msikilizaji huyu. Mrehemu Bwana yule aliyekumbuka alichoahidi, na Roho Mtakatifu amemkumbusha. Mrehemu. Damu ya Yesu tu ndio inaweza kutusaidia kutoa nadhiri hii. Haijalishi imepita miaka mingapi, lakini hiyo damu ipo. Inaweza ikafuta hiyo nadhiri ya miaka mingi tuliyoiweka. Wengine tulikuwa hatujaoa, wengine ni tulipozaliwa, wengine ni tulipooa au kuolewa, wengine ni tulipopata kitu fulani, wengine ni tulipokuwa shule. Mungu ukinifanikisha nitafanya hivi, nikifaulu nitafanya hivi, lakini hatukufanya. Mungu turehemu. Damu ya Yesu ikapite, damu ya Yesu ikafute ile ahadi. Mungu ukatusamee, ukatuondolee ile adhabu iliyotokana na nadhiri tuliyoweka. Tusamee Mungu, tusamee Yesu, tusamee. Tumetubu, tunakiri tumekosa. Turehemu Bwana, turehemu Bwana. Turehemu Yesu. Tumekudanganya Mungu unayetupa uhai, wewe uliyetufinyanga kwa mikono yako. Bila wewe tusingekuwepo. Tunaendelea kuwepo kwa sababu umeamua tuwepo. Wako wengi ambao hawapo Mungu, na hawakukudanganya kama sisi tunavyokudanganya. Tukiahidi madhabahuni mwako, tukisema tutafanya hili na hili kwenye kazi yako, lakini hatufanyi. Tusamehe.
tunaondoa nadhiri zetu zote, tusamehe. Tunaiachia hiyo damu ya sadaka ya Yesu Kristo ikanene mema kwenye kila nadhiri tulizoshindwa kuzitimiza, na zinanena adhabu, zinanena laana, zinanena uovu, zinanena dhambi. Miili yetu imepigwa na magonjwa na adhabu nyingi. Kazi za mikono yetu zimepigwa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ikanene. Damu ya Yesu ikatufutia hatia hii katika jina la Yesu Kristo. Mungu, endelea kusema na watoto wako. Roho Mtakatifu waongoze, tukaziondoe nadhiri zetu katika jina la Yesu Kristo. Neema yako Yesu ikawe juu yetu. Wewe ambaye unatamani kuokoka, sali sala hii: Bwana Yesu, nimekuja kwako, naomba unisamehe. Mimi ni mwenye dhambi, mimi ni mwovu, nimezaliwa hatiani, nimeishi uovuni, lakini leo ninakuja kwako. Nimetambua kazi uliyoifanya msalabani ya kunifia ili mimi niokolewe. Ninakuamini Yesu sasa. Ninakupa maisha yangu, ninakupa mwili wangu, ninakupa roho yangu, ninakupa nafsi yangu. Nitawale Bwana, nitawale Bwana. Nijaze Roho wako Mtakatifu, niwezeshe kuwa mpya katika jina lako Yesu. Katika jina lako Yesu, niongoze katika kusudi lako, nikuishie wewe siku zote za maisha yangu. Niondolee kiu yote ya dhambi, nipe kiu yako Bwana. Amen. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya huyu aliye kupokea wewe na kukuamini wewe leo. Ninaomba neema yako iwe juu yake. Naomba umjaze Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Naomba Mungu muondolee kiu ya dhambi. Naomba umpe nguvu ya kushinda, aweze kuvumilia hata mwisho ili aurithi uzima wa milele. Mpiganie, mshindie, muondolee udhaifu wote katika mwili wake katika jina la Yesu. Na wale wote wenye magonjwa, madhaifu na shida mbalimbali na mahitaji mbalimbali mbele zako, ukawape Mungu, ukawape Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana Yesu. Amen. Leo tumefika mwisho. Mungu akubariki sana. Tutaendelea tena na somo hili la mambo ambayo tunayaona ni ya kawaida na kuyadharau, lakini ni ya muhimu na yanaweza kutuletea laana mbaya na adhabu mbaya juu ya maisha yetu, kwa sababu tunayaona ni ya kawaida na tunayafanya. Mungu akubariki sana. Amen.